Na mtazamaji wa Tumaini Television, karibu katika kipindi kilichopendwa Fahari ya Loko Wengi, na hii sio nyingine bali ni Mezani Kwetu. Mezani Kwetu ni kipindi pekee ambacho tunaweza kukutana na kufunzana mengi kuhusiana na mapishi mbalimbali, na utakutana na wataalamu wabobezi katika masuala mazima ya chakula bora na upate afya bora. Leo tutakuwa na mpishi wetu Martha Joy hapa maeneo ya Kinondoni Makaburini. Yataenda kutuonyesha ni pishi gani ambalo ametuandalia siku ya leo na tuweze kula tupate kuwa na afya na afya iliyokuwa bora. Mimi naitwa Eve Anthony Kazimoto, Woman of Grace, niko hapa kuhakikisha afya yako inakuwa safi. Zingatia kula na kula chakula safi na chakula bora. Unakula nini kwa wakati gani? Chakula kinapikwaje? Na mengine mengi matamtam. Tuende jikoni tukutane na Martha Joy atuonyeshe nini ametuandalia siku ya leo. Karibu. Na mtazamaji, tayari tumeshafika jikoni kwa mwenyeji wetu hapa. Atakwenda kutuambia kwa majina yake, anaitwa nani na leo ametuandalia pishi gani. Habari za leo kipenzi? Nzuri za siku. Salama, mnaendeleaje na hali? Tunashukuru, kila kitu kiko sawa. Karibu sana. Kwa faida ya mtazamaji angependa kufahamu jina lako. Naitwa Martha Njawa Saivoe au unaweza kuniita Martha Joy. Leo katika Mezani Kwetu umetuandalia pishi gani? Mtazamaji anakutazama wakati huo na kimuhemuhe cha kujua leo kuna nini huku, na tumekuja nyumbani kumetulia tayari, watoto wako shuleni, sijui wapi saa hizi. Sisi tuko jikoni tuna karangiza mahanjumati. Martha Joy's Mighty Bite tuna vitafunwa kila aina, lakini leo naomba tujifunze kitafuna kinachoitwa saganoti. Na mahitaji yetu ni haya. Tuna unga wa ngano. Unaweza ukatumia unga wa ngano wote, lakini mimi napendelea kutumia PPF. Okay. Sukari, hamira, maziwa fresh ya kukandia, maziwa ya unga, iliki, maganda ya limao na machungwa yaliyokwaruzwa. Tunaanza na unga ambao ni kikombe kimoja tu. Okay. Alafu sukari vijiko viwili vya chakula, sio vya chai, vya chakula. Alafu tunaweka maziwa ya unga kijiko kimoja cha chakula pia. Alafu tunaweka hamira kijiko kidogo cha chai. Okay. Kinatosha kabisa. Alafu tunaweka iliki kijiko kimoja cha chai pia, kama iliki iliyosagwa. Iliki ya unga. Okay. Kijiko kimoja kama tulivyoweka hamira. Okay. Alafu unachanganya vyote pamoja. Unachanganya vizuri, alafu unaweka maziwa. Maziwa unatumia nusu kikombe kinatosha. Kwa sababu unga wa saganoti hautakiwi uwe mlaini sana. Nitakuja kuelezea baadaye kwa nini unga wa saganoti hatakiwi mlaini sana. Sawa. Kwa hiyo unapokuwa unaweka maziwa unaweka kidogo kidogo. Kwa sababu ukiweka mengi kuna uwezekano ikatokea laini sana ukawa umeshaharibu. Muonekano wa saganoti ukiwa unakanda, kama ukiona ni mlaini sana unaweza ukaongeza unga kidogo, kwa sababu lazima unga wetu usiwe mlaini sana. Yaani hiyo ni sheria ya saganoti. Saganoti ni kutokana na muonekano wake, mtakuja kuona hapo mwishoni. Ni kitafuno ambacho hata watoto wanakipenda sana. Okay. Kutokana na jinsi kinavyoonekana. Kwa hiyo kwa wamama ambao watoto wenu wanawasumbua kula, msogee mjifunze hiki kitafuno. Okay. Na pengine ni kitafuno ambacho kinachukua muda mfupi sana. Kwa mfano ukasema asubuhi leo nataka niandae kwa ajili ya kitafuno cha asubuhi cha kunywa chai. Inachukua muda sio mrefu. Kwa sababu kuumusha ni kati ya nusu saa. Ni kati ya nusu saa na lisaa. Chukue muda mrefu. Okay. Na kuumusha mara ya pili ni kama dakika 15 tu. Kwa hiyo hapa unga wetu uko tayari. Umeshaka tayari, kwa hiyo unatengeneza kidonge. Alafu unaweka pembeni. Huo ulikuwa ni wa sukari wa kwanza. Sasa tunaendelea wa pili ambao ni wa chumvi sasa. Okay, sawa. Tunarudia hatua zile zile. Naweka unga wako wa ngano. Unaweka chumvi. Na hamira kama tulivyoweka kwenye sukari pia unaweka kijiko kidogo cha chai. Unaweka iliki ya unga kijiko kidogo cha chai pia. Maziwa ya unga kijiko kikubwa kimoja kama tulivyoweka kwenye ile donge lingine. Maziwa ya unga ni lazima maziwa ya unga ya kampuni yote tu? Yoyote tu, haina shida. Inaleta ladha ile ile.
unachanganya, alafu unaweka maziwa. Maziwa unaweka kidogo kidogo, siweke mengi kwa mpigo. Na pengine katika moja kati ya vifaa au mahitaji ambayo unayatumia, endapo kikakosekana, Ndio. bado hatuwezi kupata saganoti? Unapata. Kwa mfano hauna maziwa, unaweza ukatumia maji, unapata pia. Okay. Kitu cha muhimu katika saganoti ni kuhakikisha kwamba donge moja linatumia sukari na lingine linatumia chumvi. Yaani hiyo ndio ambayo huwezi kukwepa na hamira, lakini vingine vyote unaweza ukabadili mbadala. Kwa hiyo tunaendelea kukanda kati ya dakika 5 hadi 7 inakuwa tayari. Donge la sukari huwa linashikana vizuri zaidi kuliko la chumvi kwa sababu sukari na hamira ni marafiki wazuri sana. Kuliko chumvi. Sasa kwa sababu tunapika kidogo, hakuna haja ya kuumua sehemu mbili. Lakini kama unapika saganoti nyingi ni vizuri, donge kubwa nyingi, yani labda vijiko 5 na kuendelea, ni vizuri kwa na vyombo tofauti vya kuemulia. Lakini kwa sababu ni chache tu, naweka tu pamoja, naweka upande mmoja donge moja na upande mwingine donge lingine, alafu unafunika. Sasa ukitaka iumuke haraka, ni vizuri ukafanya iwe haipati hewa kabisa, ukafunika vizuri hivi. Alafu unafunika na kitambaa. Unafunika gubi ndio inaumuka haraka. Kwa hiyo hapa tutaweka saganoti zetu ziumuke kwa nusu saa. Kama leo ni ya joto, vinaweza zikadabo ndani chini hata ya nusu saa. Kwa hiyo tunaacha iumuke ndani ya baada ya nusu saa tutakuja kuendelea. Saganoti inabidi ziumuke ndani ya nusu saa. Na unaweza ukaumua ndani, lakini inatumia muda mrefu. Kama hali ya hewa inaruhusu, kama leo ukiwa kuna jua nje, ni vizuri ukaweka kwenye jua, inaumuka vizuri na haraka zaidi. Na pia unaweza ukatumia oven. Wakati unakanda saganoti zako, unaweza ukawasha oven kwa muda mfupi, likipata joto ukazima. Kwa hiyo baada ya kukanda saganoti zako, unaweza ukaweka kwenye oven zikaumuka haraka pia. Kwa hiyo njia zote ni sawa tu, ili mradi uhakikishe yale madonge yako yameongezeka size, yamekuwa double. Baada hapo unaweza kuendelea na hatua nyingine. Kwa hiyo tutaendelea na hatua zinazofuata ambazo ni kutengeneza kama chapati, alafu tunaweka layers sasa. Kwa hiyo kwa kwanza unaweka eneo lako ambalo utakuja kuweka saganoti baadaye, unaweka unga. Ili saganoti zitakavyoumuka ukitoa zisinatie. Okay. Kwa hiyo unatoa madonge yetu. Kuna hili la chumvi, alafu kuna hili la sukari. Kwa hiyo unatoa upepo kama hivi. Kanda. Unatoa upepo. Alafu unasukuma iwe size kama ya wembamba kama wa chapati. Saganoti zinaendelea kusagwa hapo. Saganoti zinaendelea. Sasa tunaenda kwenye ile hatua ile ya kuziunganisha. Kwa hiyo hili ni donge letu la sukari, lile dogo kidogo ni donge letu la chumvi. Kwa hiyo kama pia hauna uhakika donge lipi ni lipi, ni vizuri ukaonja. Taste ndio inakuwa tofauti. Unaweza ukachukua kidogo ukaonja, ukapata uhakika. Na ni muhimu kujua lipi ni lipi kwa sababu wakati wa kupanga inabidi donge la chumvi likae chini, alafu donge la sukari lije juu. Kwa hiyo hapa unapanga, unaweka la chumvi chini, alafu unakuja kuweka la sukari juu. Unavokuja kuiroll, mara nyingi hii ya juu huwa inasambaa zaidi. Kwa hiyo ni vizuri unavokuzipanga hii ya chini iwe na nafasi kidogo. Na kama mnakumbuka mwanzoni niliwaambia kwamba saganoti hazitakiwi ziwe laini sana. Unavotengeneza lile donge lake. Hii ndio stage ambayo inafanya saganoti isiwe laini. Unavozikunja hivi, ukikunja unajitahidi kidogo iwe tight. Usikunje ikawa loose. Kwa hiyo unakunja unaenda mpaka mwisho. Na ukikunja hivi alafu ukakata ukakaanga, kuna uwezekano wakati wa kukaanga zikafunguka.
Okay. Kwa hiyo ili kuepusha hiyo, ni vizuri ukapaka gundi. Unakuwa umechanganya unga wa ngano na sukari na maji. Kama ile gundi ambayo unatumia tu kwenye sambusa. Kwa hiyo unakuwa unapaka kwenye saganoti zako kuzishikilia ili ziweze kushikana. Unavokaanga zisifunguke. Kwa hiyo unapaka hivi. Unapaka kwenye hii ya juu. Ni hatua ndogo lakini yenyewe ina umuhimu wake katika kutengeneza shape ya saganoti. Okay. Kwa hiyo ukishapaka hivyo unaendelea kuzungusha. Na unapofika mwishoni jitahidi kama kukandamiza hivi ili iweze kushikana vizuri. Okay. Sasa ukishamaliza hivyo, sasa tunakuja kwenye hatua nyingine ya kukata. Kwa hiyo kama unaanza unaweza ukaweka alama. Kwa wanaoanza anaweza kushauri ukatumia hata hiki kidole kidogo chako. Ukapima, ukaweka alama, ukapima tena ukaweka alama, ukaenda hadi mwisho. Kwa hiyo ukifanya hivi, ina maana unapokuja kukata unakuwa unakata size inayofanana. Hazipishani. Na jitahidi zisiwe nene sana kwa sababu unavozichoma zinaumuka zaidi. Kwa hiyo ukishaweka hizo alama sasa unaanza kukata kwa kutumia uzi. Sasa kidole kile nakumbuka ilikuwa ni hii hapa. Mtazamaji, kidole inamaanisha hatua hii ya kwanza kutoka hapa mpaka hapa kwenye hichi kimstari cha kwanza ndicho kinachotumika kama hatua ya kipimo. Kwa hiyo anatembea na hichi hatua. Mambo hayo. Na kingine unavokata inabidi uchangamshe mkono, usifanye taratibu. Na ukikata usifunge fundo. Okay. Unapitisha hivi, alafu unapishanisha. Ya kulia inaenda kushoto, ya kushoto inaenda kulia, unavuta. Unakuwa umeshakata. Ni rahisi tu. Kwa hiyo unarudia tena, unajaribu kufuatilia zile alama ambazo ulijiwekea ili size zisipishane. Unavuta, umekata. Kwa hiyo unaendelea kufanya hivyo mpaka umalize donge lako lote. Mambo hayo. Saganoti. Kwa hiyo ni mwendo kidogo hatua ya umakini. Umakini lakini ni rahisi tu. Halafu unazifunika, unasubiri dakika 15 au nusu saa. Okay. Zikishaumuka tena zaidi kidogo zinakuwa tayari kuchoma. Wakati tunasubiri mafuta pate moto, tumebandika sufuria ya shira. Shira tunahitaji maji, sukari na ladha yoyote ambayo unapenda. Unaweza ukatumia iliki au vanilla. Mimi hupendelea kutumia lemon zest. Kwa hiyo tunaweka sukari kwa kiwango cha saganoti zetu. Tumetumia sukari vijiko 3 vikubwa na maji kijiko kimoja, alafu tumeweka na hayo majani ya maganda ya malimao. Kwa hiyo tunasubiri ichemke. Na shira ya saganoti inakuwa tofauti kidogo na ya kalmati. Yenyewe haiwi nzito sana, inakuwa nzito kidogo tu, alafu unachanganya kwenye saganoti. Sasa kama mnakumbuka tulikata saganoti tukasubiri ziumuke zaidi kidogo kwa ajili ya kuchoma. Kwa sasa hivi zimeshaumuka zaidi kidogo. Tunaendelea na kuzichoma. Kwa hiyo unatoa, unaweka moja moja kwenye mafuta. Na mafuta inabidi utumie ambayo ni moto usio wa juu sana, uwe size ya kati. Kwa sababu ukiwa mkali sana zinababuka na ndani zinakuwa hivi. Okay. Kwa saganoti zetu zinaendelea kuiva. Okay. Baadaye utakavogeuza utaona jinsi inavyotengeneza sasa ile michoro. Naona taratibu kuna kamchoro kanakuja kule. Kale kanje kale kale kanje kaka brown. Ndio maana tunapenda kuanza na lile donge la chumvi chini ili kale kanje kawe ka brown inapendeza zaidi. Kuliko ukiweka nyeupe chini, kale kanje kanakuwa keupe. Ndio sababu hasa. Ndio sababu hasa. Kwenye ka brownish kanakuja kule. Kwa hiyo unaona zimeshaanza kubadilika rangi, unageuza. Naona shira yetu imeshakuwa tayari, haitakiwi iwe nzito sana. Kwa hiyo hapo tunaweza tukazima jiko. Tunaipua, tunaweka pembeni ili ipoepoe. Naona saganoti zetu zimeshakuwa tayari, hazitumii muda mrefu kupata rangi. Okay. Kwa hiyo hapo ziko tayari, tunaweza kuziepua. Mambo ya saganoti. Saganoti ziko tayari jamani. Brown flani hatari sana.
Kwa hiyo ukiipua ni vizuri ukaweka kwenye chombo ambacho kitanyonya mafuta, unaweka hizi tissue. Okay. Sukari yetu imepoa poa. Tunaweza tukachanganya sasa saganoti zetu. Kwa hiyo unachukua saganoti, unazimimina tu. Unazimimina kama hivyo. Alafu sasa unazichanganya. Kwenye kuzichanganya unatikisa, alafu unabetua. Kama unapepeta hivi. Unatikisa ili kuhakikisha ile shira imeenea kwenye saganoti zote. Kwa hiyo hapo saganoti zetu ziko tayari. Tutaziweka kwenye sahani tayari kwa ajili ya kwenda kuliwa. Naam, mtazamaji wa kipindi chetu Pendo Fahari Waliokuwa Wengi, hii ni Mezani Kwetu. Tayari mahanjumati yashasogea hapa mezani, udambu ni full. Mimi nitaanza kusave hapa, Martha. Nionje kwanza. Karibu sana. Yaani hata usiponikaribisha. Mimi nishaona vitu vitamu viko hapa. Mimi nitajisevia hivi, alafu naanza kuonja. Karibu na wewe. Asante, ngoja na mimi nikusupport kidogo. Jamani mtazamaji, tunaonja yaliyomo yamo. Mimi naanza na hii kubwa kabisa. Jamani, kiukweli yaliyomo yamo. Ni kitamu. Hapa tayari kuna chai yetu uko hapa na kuna udambu wa kuumezea. Hii sio lazima sana. Lakini kama ipo tuna kula kidogo. Okay. Karibuni sana. Martha, mtu akikuhitaji sasa aweze kupata vitu vitamu kama hivi, umesema wewe unasambaza una nini, anakupataje na wapi hasa uko mbali na hapa Kinondoni? Martha Joe's Mighty Bite inapika na kusambaza vitafunwa vya aina zote, na pia tunatoa huduma ya chakula catering kwenye shughuli za kijamii na za maofisini. Ofisi yetu iko Bonyokwa Kinyerezi, na pia tunapatikana kwenye Instagram kwa jina la Martha wa Joe. Ukiingia ukiandika Martha wa Joe utatupata. Na email yetu ni marthajoesmightybite@gmail.com. Huwa tunapika kwa oda, kwa hiyo tunawakaribisha muda wote mtutafute tuweze kuwahudumia. Kwa Martha Joe's Mighty Bite, vitafuno ambavyo tunavipika na chakula tunachokipika ni sawa na kile ambacho utakipata ukiingia majumbani mwetu. Saganoti ambayo nitakuuzia ukinipa oda yako na saganoti ambayo utaila ukija nyumbani kwetu ni ile ile, hatubadilishi. Na tunasema from our hot kitchen to your lovely home. Kwa hiyo kila kitu tunachokuletea kinakuwa fresh na kinakuwa na ladha nzuri sana. Karibuni. Na mtazamaji wa Tumaini Television, kipindi Pendo Fahari Waliokuwa Wengi, hii ni Mezani Kwetu. Chagua kula chakula kizuri, kitamu na kilicho bora kabisa, kilichozingatia kanuni za afya. Na yale makundi yetu 6 lazima yawepo ya chakula. Lakini leo tulikuwa na saganoti. Ni aina ya kitafunwa cha asubuhi, unaweza kutumia, na mbali na asubuhi tu, kwa muda wote ule ukatumia kama kiasusa pia ya kusukumizia mlo wako wa siku, mambo yakawa mazuri. Kiukweli saganoti ni moja ya kitafunwa ambacho ni kizuri sana. Unaweza kutumia muda wote na ukakienjoy. Leo niko na Martha Joe, yeye alikuwa ndo master chef wetu siku ya leo. Aliweza kutupikia kitu kitamu sana. Lakini kama umependa ama unapenda pia kushiriki na sisi Mezani Kwetu, unaweza ukatutafuta, labda una mgahawa wako, una hoteli yako, unatamani tupike na wewe nyumbani kwako, kama leo kwa Martha Joe hapa nyumbani, mbali na kule mgahawani, ruksa. Tutakufikia kupitia nambari ya simu ambayo unaiona katika runinga yako hapo. Tupigie popote ulipo na sisi tupo. Tutakufuata, tutafanya kitu kizuri kama hichi na tutaenjoy, na tutatoa pia darasa kwa watu ambao wanapenda kushiriki na kujifunza. Wenye mabaa ya kuchoma majiko yale makubwa, tuko tayari kuhakikisha kwamba kila mtazamaji anapata kilicho bora na kizuri zaidi. Mimi ni Eve Anthony Kazimoto, Woman of Grace, nilikuwa hapa kuhakikisha
unapata utamu mzuri kupitia jiko lako. Afya bora, afya safi, chakula safi, jiko safi, mambo yanakuwa mazuri. Asante, kwa heri kwa sasa. Muonekano wa saganoti, ukiwa unakanda, kama ukiona ni mlaini sana, unaweza ukaongeza unga kidogo, kwa sababu lazima unga wetu usiwe mlaini sana. Yaani hiyo ni sheria ya saganoti. Saganoti ni kutokana na muonekano wake, mtakuja kuona hapo mwishoni. Ni kitafuno ambacho hata watoto wanakipenda sana. Kutokana na jinsi kinavyoonekana. Kwa hiyo kwa wamama ambao watoto wenu wanawasumbua kula, msogee mjifunze hiki kitafuno.